kanunga makuae rero, kanunga makuae. Kanunga makuae rero, kanunga makuae. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Unaditi ambwa mbwa nengu natubonda mwana po nani haditi hapo? Unambwa la habwa. Udindi? Uja ujiji mji ushamba mwedu, ushamba yangu ushawa inuze, ushamba yangu ushawa inuze, ushamba yangu ushawa inuze. Dawa yao ya hawa wapuzi ni kuangamiza, hakuna kuonea huruma hata kidogo. Naitwa King. Acha niwafundishe namna gani ya kuweza kufanya kazi ndogo kama hizi. Oe mbwa, nani hakanda unatina? Ula mkande wazozwa, zombwa nigina mtigiti, walimbwa mzewe dembwa na kalamu kwae. Nombwa lega mditi, walilia na dombwa mbwela wakanda mtepa. Ulu wakwenda mbwe mkema na gova ubaye wenda mkawea. Ula udindili walo na demba mpayo lombwa na ngemea ukame. Zombwa lola, zombwa lola, zombwa. Zembwa ulu, zombwa na kabwa mnato. Makaukau ino yeyei ikumeana ama ekianae kamehameha. Voici così spera vogliono vedere debole, ma non lo sono. J'implore votre aide, chers ancêtres du Nord. Saouda. Saouda. Les ancêtres du Sud. Saouda. De l'Est. Saouda. Chers ancêtres de l'Ouest. Saouda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Saouda. Saouda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Saouda. Saouda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Huu ndio mlango wa kuingia. Ilipo kufuli ya kuifungua roho ya Saouda. Inatakiwa ujue, si kila mtu mwenye uwezo wa kuingia humu, bali mwenye kibali cha kuingia humu ni wewe peke yako tano. Na utakapoingia humu usikurupuke, maana utaingia peke yako, lakini roho yangu na sauti vitaambatana na wewe. Wala usifanye chochote kabla sijakupa maelekezo.
Pokea ufunguo huu kisha uingie. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala. Usiingie. Kuna adui ameingia humu. Ukiingia unaweza usitoke tena. Tunatokaje vipi sasa wakati mlango uko wazi mzee? Yaani hapa ni sawa umeshamshika demu, ushaenda naye ghetto, alafu unataka achomoke. Hiyo hapana bwana. Mimi nimalize mambo yangu, nina mambo mengi bwana. We. Tano. Zima wifi, washa data. Vaa mseleleko vinaponza, tuondoke. Tuondoke. Mimi nina mambo mengi bwana. We. Tuondoke. Oya wauni hebu acheni hizo bwana. Oya mwanangu we. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Ya Jabbar, ya Jabari Mshindo, ya Makata, ya Makatan. Uwe mbwa, nani hakanda unadini? Bahati yake hajaingia kwenye mtego wangu, lakini kama angejaribu kugusa, basi huu ndo ulikuwa mwisho wake. Mnaweza mkaenda. Orahura winginge imana ya pumpaye ichompa tugahuruhure dofuka wima wisangi usangi ndimana ngahise ngandabana. Naitwa King mwana Mazinde, unosogoja mix bayasi. Uwe mbwa, nani hakanda unatina? Hawajanijua bado. Halo mama. Halo mwanangu, vipi mnaendeleaje huko? Au na wewe umeshakiuka masharti kama alivyokiuka Nurati huko? Mimi naendelea vizuri. Nurati amevunja masharti? Hajaniambia bado, ila kwa dalili zote zinavyojionyesha atakuwa amekiuka kabisa masharti. Kwa nini kimemtokea mama? Yaani mwanangu anajiongelesha tu yeye mwenyewe peke yake. Yaani anaongea tu kama mwehu hivi. Sasa huko kama sio kukiuka masharti ndio nini? Yaani huyu amekiuka kabisa, mjinga huyu. Mungu wangu. Kwa hiyo tunafanyaje mama? Cha kufanya hapo bwana hakuna. Inabidi tu turudi tena kwa mganga tukamsikilize atatuambia nini. Haya sawa. Mungu wangu. Nini tena hiki sasa?
mafungamano na wanga wenye nguvu za giza sana. Maana nguvu alizotupia bondeni sio za mchezo. Kwa sasa tunabakiza jambo moja tu la kufanya, na hilo ndio itakuwa msaada wetu wa mwisho. Jambo gani hilo mtaalamu? Wakati tumeshuhudia kifo sisi wenyewe kule bondeni. Kwa sasa inatakiwa apatikane yule mganga aliyemsaidia Sandra kutoka kwenye ukiziwi. Akipatikana huyo, kila kitu kitakwisha, kwa sababu yeye ndo anayejua siri ya hizi nguvu zinazowashambulia kwa sasa. Zangu mimi najiuliza sana, hivi kweli tutafanikiwa sisi? Kwa sababu kadri tunavyozidi kupambana, adui anatuzidi kete. Haya mambo ndio yaona na kuyasikia kutoka kwako. Haya mambo nilikuwa nayasoma kwenye vitabu vya dini. Oa, mwanangu, kumbe ushetani upo. Yaani nawaza tutafanikiwa kweli, tunatoboa. Hii chuma ngumu hii, tutatoboa kweli? Tusije tukajizalilisha tukajikuta tunatembea uchi hadharani. Tano. Tutafanikiwa tu endapo tutajaribu. Natakiwa tufanye maamuzi na tujikaze kama watoto wa kiume, maana roho ya Sauda inatuhitaji. Mtaalamu, tutafanikiwa. Hebu tuambie nini tufanye? Kisha atasema maneno haya, tena yatamke kwa ujasiri. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Na baada ya kunena maneno haya, pazia la giza litaondoka machoni mwake. Ni haya hapa. Sasa mganga, mimi nataka umfunge mamangu. Inatosha kwa leo. Kwa sasa mnaweza mkaenda, maana muda unawatupa mkono sana. Zima wifi, washa data. Nipunguze shobo. Punguza shobo. Nina shobo sana. Nina shobo. Karibu. Chante chana chamani dada, mimi rafiki yake na Jena. Nimekuja kumuona na kumjulia hali kwa sababu muda mrefu sana hajaonekana shuleni. Oh, Zena. Aya, karibu naye. Chante. Shoga yangu yule mganga ni kiboko. Yaani sijawahi iona. Yaani mtu unamuona live kabisa kwenye chungu. Bado hujaona makubwa shoga yangu. Wewe ni mgeni sana kwenye wataalamu. Ila yule baba anatisha. Ni vile tu jamzoea. Sasa mimi ngoja niende nyumbani. Tutawasiliana basi. Wewe naye bwana. Hebu twende kidogo kamuone wewe kana jinsi anavyoninyenyekea. Nitaenda siku nyingine. Maana leo kuna mtu nimempa hadi kwanza kwa nyumbani. Haya, lakini asante sana shoga yangu. Maana bila wewe hata sijui ingekuwaje. Ningeazilika mimi. Usijali bwana, wewe ni familia na nitapambana kila kitu mpaka kiwe sawa. Haya, acha mimi nimuoe wewe Zezeta sasa. Sawa.
Ndio hivyo dadangu. Tangia mdogo wako nimeingia kwenye hii ndoa, sina amani. Sijai furahia ndoa yangu hata mara moja. Na kuna vingi vinatokea dada ndani. Si kwa mama yake, sio huko ndani. Mimi ndo nakuwa ni sababu. Nyumba imeuzwa. Mume wangu naiona hali yake alionayo. Kila kitu naambiwa mimi ndo sababu. Kiukweli dadangu, naumia ni kupita maelezo. Ila dadangu, mimi nimekuita hapa. Mimi nataka kurudi nyumbani. Ila nawaza baba atalipokea vipi hili swala la mimi kurudi nyumbani. Kwa hiyo nimekuita hapa dadangu, mimi naomba tu unishauri. Au ikiwezekana, unisaidie kumwambia baba. Kwanza pole sana. Ila kwenye swala kurudi nyumbani mimi sikushauri kabisa. Nadhani unanuna mimi dada yako. Kutwa niko nyumbani. Tangia nimeachika kwa mume wangu. Yaani natamani ndoa, lakini siipati. Na natamani kurudi kwa mume wangu, lakini ninashindwa naanzia wapi. Labda tu nikuulize. Mume wako anakupiga? Hapana. Hakupi pesa matumizi? Ananiachia. Anakuchiti? Hapana. Kumbe hivyo vyote yafanyi. Sasa kwa nini unataka kurudi nyumbani? Kaa kwa mume wako, tulia. Tulia mdogo wangu, ndoa ni ngumu sasa hivi. Kila mwanamke huko anatafuta ndoa. Sisi tunatamani kuingia, unataka kutoka. Kweli? Dada ujui tu. Yaani unaposema nipavumilie, mimi naona mume wangu amechoka. Hapo unaposema mimi nipavumilie. Hivi unajua hata haki ya ndoa tu siipati. Yaani yeye na kiguu na njia. Vumilia tu mdogo wangu. Hali anayopitia mume wako hakuna asiyejua. Mimi nakusihi tu, ukiachana na huyu utakuja upate chizi zaidi ya huyu. Kwa vumilia tu. Hayo mambo yote yatapita na mambo yatakaa sawa. Rafiki yangu Jenya, nakuomba chana tena, nakuomba chanya, usikate tamaa kwa haya ambayo unapitia. Hii ni hali ya kawaida na ni hali ya mpito tu kwa sisi binadamu. Kwa rafiki yangu, nakuomba usiruhusu kukata tamaa. Ukiangalia hata katika maandiko kwenye Biblia tu wameandika kwamba Yesu atakuwa karibu na wale waliovunjika moyo. Ukiachana na Biblia, kuna kitabu cha Waislamu Qur'ani, wanasema alaika Allah bi kamali hakimini. Mwenyezi Mungu ndio hakimu na ndio mwenye kutoa hukumu. Kwa rafiki yangu, nakuomba usikate tamaa juu ya hili. Lazima tu Mungu atakusimamia na utaendelea na shughuli zako za kila siku na utakuja shuleni. Asante sana Machibia. Kuwepo kwako tu hapa kunanipa nguvu. Sawa rafiki yangu Jenya, mimi nimekuelewa na ninakuahidi nitarudi tena na tena mpaka utakapokuwa sawa. Usikate tamaa, sawa? Dada yetu, tulizidi kumwombea Mwenyezi Mungu aweze kumponya Jena, kwa sababu hili ni swala la muda tu. Atapata tabu kwa muda mchache, lakini atakuja kunufaika baadaye, na Mungu atalipa juu ya hicho ambacho kafanyiwa Jena. Mimi naenda dada. Sawa, karibu sana. Mwenyezi Mungu akujalie moyo huo huo. Zena, una rafiki mwenye roho nzuri sana. Ni kweli aunti, Machibia ana roho nzuri sana. Simama, naomba dakika moja tu unisikilize. Naomba uniache.
Unataka kufanya nini? Usifanye hivyo tafadhali. Mimi kuishi duniani bila wewe bora nife. Nitaendelea kuishi duniani na tafuta nini ikiwa wewe tayari nimekukosa? Naamini sina haki ya kuendelea kuishi kwenye hii dunia. Vipi? Upo tayari kuwa na mimi?